Na kushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi saa hii nami niweze kuchangia kwenye Wizara ya Mambo ya Ndani. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunipa afya na uhai niweze kusema machache sahihi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niruhusu niweze kuwapongeza watu wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa na ya kizalendo wanayofanya kwenye taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tuko hapa bungeni tumetulia, tunawaza ya kwetu wenyewe, hawalali, hawasinzii kuhakikisha amani ya taifa letu inalindwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapongeza sana. Nampongeza Mheshimiwa Waziri Innocent Bashungwa na Naibu Waziri kwa kazi nzuri wanazozifanya pamoja na watendaji wake wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee kabisa nimpongeze mama yetu shujaa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa weledi mkubwa na ushujaa wake imara katika kuliongoza taifa mpaka siku ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, amani, utulivu tulionayo ni matunda ya haki lakini na wajibu ambao watu wanatakiwa kuwa nayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimempongeza Mheshimiwa Rais kipekee kwa sababu yapo mengi ya msingi ambayo ameyafanya kwa utashi wake wa kisiasa bila kusukumwa na ushawishi wa pande yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2020-2021-2022 nilisimama kwenye bunge lako tukufu nikiwa ninalia juu ya mlundikano wa magereza. Mahabusu na wafungwa walikuwa wamejaa magerezani na kusababisha adha kubwa, magonjwa ya mlipuko pamoja na fedha nyingi za serikali ambazo zilikuwa zinalisha hawa watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa usikivu wa mama huyu shujaa, 2023-24-25 aliunda tume ya haki jinai. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ni matunda ya usikivu lakini na namna ambavyo alivyo na uzalendo namba moja katika taifa letu. Alivyounda tume hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo mengine, tume hii iliangalia ili swala la mlundikano magerezani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais Samia Suluhu Hassan alilisimamia kidete na hatimaye 2024-2025 sasa tumeenda kupumua na hakuna mlundikano magerezani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme 2023 na 2022 kulikuwa kuna wafungwa magerezani pamoja na mahabusu 32,300. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ninavyoongea wako 27,500. Ni nini, kwa nini nasema hili? Mheshimiwa Mwenyekiti, uwezo wa kubeba magereza yetu, uwezo wa kubeba wafungwa pamoja na mahabusu ni 29,900. Unaweza kuona kuna upungufu mkubwa magerezani na watu wako comfortable. Maana magerezani ni mtakuja, nisipokuwa kuenda mimi atakuwepo mwingine. Kwa hiyo rais ameandaa mazingira mazuri kwa wafungwa pamoja na mahabusu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika haya Mheshimiwa Rais amesimamia pesa za walipa kodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upungufu huu kuna upungufu wa wafungwa na mahabusu 4,900. Ukikonvati kwa pesa ya Kitanzania ambapo mfungwa au mahabusu anakula 5,000 kwa siku, maana yake Mheshimiwa Rais ameokoa bilioni 8 na something. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzalendo haupimwi kwa maneno, unapimwa kwa vitendo. Na katika hili madarasa 36 yanaweza kujengwa kwa hizi fedha. Huu ndio uzalendo tunaongea, huu ndio upendo wa mwanamke huyu tunaongea, sio upendo wa maneno. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hili ameruhusu, ametoa msamaha kwa wafungwa, ameweza kuendesha na kuunda hichi chombo kupitia watu wetu, ameunda mamtandao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto katika mahakama mtandao.
Maana yake ni nini? Wizara ichukue hatua ya kuelimisha Watanzania faida za mahakama mtandao na ni nini. Maana yake wengi hawajui. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tulitembelea gereza la Isanga. Tukakuta wafungwa wanasikiliza kesi zao kwenye mahakama ya mtandao comfortable. Nini? Kana umepungua, lakini watu wako imara wanasikiliza kesi zao. Kuna changamoto ya interneti. Naomba hili Mheshimiwa Waziri ulishughulikie. Wakati kesi zinaendelea kuna katika kwa mitandao, kwa hiyo kuleta adha kwa wasikilizaji lakini na waendesha mashtaka. Changamoto nyingine Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna uhaba wa wataalamu wa tehama ambao wanaendesha mitambo ile. Niombe Mheshimiwa Waziri kupitia magereza waajiriwe watu wenye uweledi wa kuweza kusimamia hili. Lakini kuna changamoto za nyumba zenye huo mfumo wa mahakama mtandao. Uliangalie ili dhima iweze kuchukuliwa inavyotakiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hilo nipongeze jeshi la magereza, wanafanya kazi ya kizalendo na ya utu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nishauri serikali hawa watu wawekewe miundombinu thabiti. Wana hekari zaidi ya 42,000 nchi nzima, lakini hawana vifaa vya kisasa vya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe watu hao wapewe vifaa vya kisasa kwenye taifa letu. Mvua ikinyesha Mheshimiwa Mwenyekiti, badala ya kupiga magoti na kumshukuru Mwenyezi Mungu, watu wanaingia kusali na kuomba na kulia kwa kuwa watavunjiwa nyumba, barabara zitaharibika kwa sababu hatujatengeneza miundombinu ya kupita maji ya mvua. Niombe liwezeshwe jeshi letu la magereza kutengeneza miundombinu ya kuvuna maji ya mvua. Haya maji yasiyo kilio yawe kicheko, yasaidie kunyeshea kwenye mazao watakayoyalima. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba niongelee kwenye jeshi la polisi. Jeshi la polisi linafanya kazi yake nzuri sana kwa weledi mkubwa sana. Utulivu wa Tanzania ni matokeo haya. Naomba niwapongeze kwa namna ya tofauti. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna vituo ambavyo haviko sawa. Kituo cha kata ya Mabogini, jimbo la Moshi vijijini, Mheshimiwa Mwenyekiti, askari wanaogopa kukaa ndani. Kituo kimebomoka, hakifai kufanya kazi. Niombe Mheshimiwa Waziri, unapokuja hapa uniambie ni lini kituo hichi kitajengwa ili kulinda wananchi zaidi ya 50,000 kwenye kata ya Mabogini ambao wanategemea usalama wa hili taifa. Lakini kubwa kuliko yote ni kemea tabia mbaya ambayo watu wanaichukua AI, wanaenda kuleta michezo ya ajabu, wanachora mapicha si mazuri kwa ajili ya kufanya bullying kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kama mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, ninakataa na ninakemea kitendo hiki kwa sababu hakikubaliki. Kama viongozi kwenye taifa hili, kwenye Biblia wapo, kwenye msahafu wapo, kwenye Qurani wapo, waheshimiwe. Aheshimiwe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio kumfanyia bullying kwa sababu ni mwanamke, eti kwa sababu kawaje. No, ninakataa kitendo hiki kwa sababu si afya kwa taifa letu. Rais wetu yupo eti kwenye mitandao, mara kachorwa katuni hii, mara katuni ile. Nakemea, washindwe na walegee. Kwa kuwa sisi ni wanawake, hatuwezi haturuhusu tukio hili liendelee kwa tena. Wasijenge mazoea, wakome. Wasijenge mazoea, kwa sababu wakijenga mazoea Mheshimiwa Mwenyekiti, watazoea kidogo kidogo, baadaye tutaona wameingia chumbani, watoke. Ninasema hayo Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Felista Deogratias Njau kwa mchango wako mzuri sana.